Katika maendeleo mapya ya kesi ya mauaji ya Sharon Otieno, jina la waziri wa baraza la mawaziri John Mbadi limetajwa mahakamani kama mmoja wa watu waliotajwa na marehemu katika juhudi zake za kuwasiliana na aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado. Taarifa zilizotolewa mahakamani na Michael Oyamo, ambaye alikuwa msaidizi mkuu wa karibu wa Obado na pia mshtakiwa katika kesi hiyo, zinaendelea kuwa Sharon alijaribu kufikia gavana kupitia njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupitia kwa Mbadi. Oyamo alidai kuwa Sharon alitumia nambari zisizojulikana kumpigia simu akitaka msaada wa kuwasiliana na Obado. Aliongeza kuwa alimpasha Obado kuhusu mawasiliano hayo, lakini hakufahamu kama kulikuwa na mawasiliano ya moja kwa moja kati ya Sharon na gavana. Kesi hii inayosikilizwa na Jaji Cecilia Githua katika Mahakama Kuu ya Nairobi imeendelea kuvutia hisia za umma kutokana na uhusiano wa karibu wa kisiasa wa kijamii unaohusishwa na wahusika wakuu. Sharon, ambaye alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu na mjamzito wa miezi 7 wakati wa kifo chake mnamo Septemba mwaka 2018, alikutwa ameuawa katika msitu wa kaunti ya Homa Bay. Kifo chake kilisababisha ghadhabu kubwa nchini, huku wananchi wakitaka haki itendeke na wahusika wote kuwajibishwa. Na katika utetezi wake, Oyamo alikanusha kuwa na uhusiano wa karibu na Sharon na alieleza kuwa alijulishwa kuhusu mwanamke mmoja aliyekuwa akitambulisha kama Mula Sharon, ambaye alidai kuwa na ujauzito na alikuwa akitafuta msaada wa kifedha. Alisema alimpasha Obado kuhusu mawasiliano hayo, lakini hakufahamu kama kulikuwa na mawasiliano ya moja kwa moja kati ya Sharon na gavana. Jina la Mbadi kutajwa katika kesi hii limezua mjadala mpya kuhusu ushawishi wa kisiasa na viongozi na jinsi viongozi wanavyohusishwa katika matukio ya jinai. Hata hivyo, hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaomhusisha Mbadi na mauaji yao, na hadi sasa hakuna hatua za kisheria zilizochukuliwa dhidi yake kuhusiana na kesi hii. Kesi ya mauaji ya Sharon Otieno inaendelea kusikilizwa huku umma ukiwa na matumaini kuwa haki itatendeka na wahusika wote kuwajibishwa ipasavyo.